So guys, kuna siku tulikuja tukasema hapa ya kwamba Wakenya ambao wako Uarabuni ambako ni sehemu ambayo kuna vita vikali sana kwa sasa ambavyo vinaendelea, na walikuja rasmi wenyewe kwenye mitandao Wakenya hao ambao walikuja na kusema ya kwamba kitu wanachokihitaji zaidi sana kutoka nchini kwao ama kutoka kwa watu wao nchini Kenya ni maombi peke yake, lakini masuala ya kwamba kufikiria kuwarudisha nyumbani kwao Kenya, hilo walisema tusahau kabisa. Lakini sasa kitu ambacho kimenishangaza ni pale ambapo bunge la nchi ya Kenya walipoweka mswada na kujadili vile ambavyo wataregesha wananchi wa raia wa Kikenya kutoka nchi zote za Kiarabuni na ile nchi ambayo iko kule Russia. Wale wa Kenya ambao wameenda kule kwa minajili ya kufanya kazi walikuwa wanajadiliwa ndani ya bunge la nchi ya Kenya ili waweze kurudishwa. Na moja ya mjadala ama mmoja wa bunge alikuja kutoa mjadala huu, alikuja akasema kwamba kwa sasa wamefanya mikakati na kuona ya kwamba kuna Wakenya takriban 500,000 ambao wako kwenye himaya za Kiarabu, na hivyo basi wamesema wanataka pesa takriban milioni 400 ili waweze kuwachukua ama kuwaleta Wakenya hawa kuwarudisha makwao. So habari ambayo nataka kufikishia ni kwamba serikali ya nchi ya Kenya imepanga ama serikali ya nchi ya Kenya iko kwenye mikakati ya kutengeneza ama kutafuta milioni 400, that is 400 million, ili iweze kuwekeza pesa hizo kwa masuala mazima ya usafirishaji ya Wakenya ambao wamekwama kwenye himaya za Kiarabu, pamoja na wale Wakenya ambao wako nchi ya Urusi. Tukiongelea kuhusiana na Wakenya ambao wako nchi ya Urusi, tukumbuke kwamba ni Wakenya ambao walinunua hizi kazi baada ya kwamba wengine walidanganywa na wengine wakaambiwa ukweli halisi. Tuzungumze kuhusu hao ambao walidanganywa. Baadhi ambao walidanganywa ni Wakenya ambao waliambiwa kwamba wanasafirishwa kule kwa sababu ya kazi tofauti tofauti, ikiwemo kazi za dereva, ikiwemo kazi za kufagia, kazi za hoteli, kazi za meli, kazi za let's talk about kazi za carpentry, kazi za security wa nyumbani, lakini that is gardening, kitu kama hicho. Na wengi wao waliposafiri baada ya kwamba wametoa malaki ya pesa nchini Kenya, cha kushangaza walipofika kule walijishtukizia ya kwamba wamefanywa mapolisi ama wamefanywa wanajeshi wa mgambo ambao wanahitajika waende zao msituni ili wakapigane na wanajeshi wa Ukraine. Na hivyo ndivyo ambavyo Wakenya wengi walijipata ndani ya Russia. Na kitu cha maajabu chingine sio kwamba hata wamewekwa kwenye army, lakini tatizo ni kwamba hawapewi mafunzo halisi ama hawapewi mafunzo yale ambayo yako kwenye kiwango ambacho mwanajeshi anastahili apewe ili aweze kuingia kwenye vita. Wengi wao ukiwasikiliza watakwambia kwamba wamewekwa shule kwa takriban wiki moja, wiki mbili, halafu wakishaingia kwenye vita yeye ndo anawekwa kwenye foleni ya kwanza pale ili aweze kupigana na wanajeshi kutoka nchini Ukraine, ambao imetokea kuonekana kwamba ni tatizo kubwa sana ambalo limefanya baadhi ya Wakenya kurudi kwao ama baadhi ya Wakenya kufariki kwa wingi sana. Mpaka sasa tunavyoendelea kuongea, mili ya raia ambao ni Wakenya imepatikana ndani ya Russia kibao sana, ambapo serikali ya Russia yenyewe imesema kwamba haitotoa pesa zozote kufadhili ile mili iweze kurudishwa nchini Kenya. So kitu ambacho wanafanya, wataiweka pale, kama familia itakuwa na uwezo wa kufuata ule mwili kule Russia, well fine. Na kama familia haitakuwa na uwezo, basi serikali ya Russia itaamua kipi cha kufanya kwa ile mili, either watairusha, wataichoma, watairusha baharini, wataangalia hao. Na serikali pia vile vile ya nchi ya Kenya imesema haina hiyo pesa ambayo inahitajika ili kuregesha wale wote ama ile mili yote ambayo ni ya Wakenya ambao walifariki nchi za nje, pamoja na wale ambao ni wazima lakini wamekwama na wanataka kurudi zao nchini Kenya. Wamesema kwamba hiyo pesa hawanayo kwa sasa, lakini wakasema vile vile kama kutakuwa kuna ulazima wa kuwatoa wale wa Kenya pamoja na wale ambao walifariki ile mili yao kuiregesha nchini Kenya, basi watahitajika kucontribute ama kutafuta pesa ambayo ni milioni 400.
ambapo kitu ambacho kinanishangaza mimi personal, utaona kwamba milioni 400 hizi ni pesa ambazo mbunge mmoja ama kiongozi mmoja wa nchi ya Kenya, ukiangalia back statement yake ama pesa ambayo amemiliki kwenye zile pesa ambazo yeye ameziweka kama hifadhi yake ama ameziweka kwa banki yake, ni pesa ambayo hata iko zaidi ya hivi. Utashangaa watu ambao wanaenda kwa zile tunaziita nomination ama kwa zile ambazo tunaziita interviews ambazo zinafanyika pale bungeni kwa minajili ya kwamba yule kiongozi aweze kupewa kazi kama ya uwaziri. Sana sana kuna maswali ambayo yanaulizwa, na swali ambalo wengi hawakwepi ni lile swali ambalo anaulizwa, wewe una kiwango gani cha pesa kwenye bank, ama wewe unagharimu pesa ngapi, ama toka uanze kazi ama toka uweke pesa wewe mwenyewe kama waziri ama kama mbunge ama kama rais ama kama mtu fulani una pesa ngapi? Na utashangazwa na majibu, kwa sababu utasikia mwingine anakuambia niko na bilioni 1, niko na bilioni 2, niko na milioni 500, niko na milioni 700, niko na milioni 800, na hii ni pesa yake yeye mwenyewe taslimu. Lakini leo hii yule ambaye ni waziri wa mambo ya nje ambaye anashughulika na Wakenya ambao wako nje, ni waziri ambaye ni Musalia Mudavadi, mwenyewe tayari alikuja akaongelelea kwenye mtandao na mbele ya bunge na kusema kwamba yeye mwenyewe takriban tayari ako almost 1 billion worth, yani pesa yake ni bilioni kuzidi. Lakini leo hii Wakenya wanakwama ama Wakenya wanateseka mahali fulani, ama mili ya Wakenya ambao familia zao zinawasubiria nchini Kenya imekwamishwa mahali fulani ambapo iko tayari aidha kuchomwa ama kurushwa jalalani, lakini nchi ya Kenya imekosa kupeana pesa ambayo ni takriban 400 milioni ili waweze kusaidika. Siku zote wanakuambia na siku zote wanawaambia hapa ya kwamba serikali inakuhitaji na kukuona wewe una umuhimu sana wakati ambapo wewe ni mzima na uko hali salama ambao unatoa ushuru, lakini wakati uko kwenye shida unatafuta msaada wa serikali, my friend, don't expect government from Kenya isimame kwa sababu ya kukupa wewe msaada. That's why I always tell all my people from Gulf nation ya kwamba fanya kazi, utafute pesa zako, rudi zako, ujipange kivyako. Lakini masuala kama unafanya kazi ili utegemee embassy ya nchi ya Kenya ama embassy ya Kenya kwenye ile nchi ambayo uko ili ikusaidie kama kumetokea la kutokea, my friend, you're not lucky, kwa sababu hiyo embassy ndio itakufelisha, ama hiyo embassy ndio itakufanya wewe umie zaidi hata kuliko vile ambavyo labda ungejitetea mwenyewe, ungepata msaada kwa baadhi ya Waarabu ambao unafanya nao kazi karibu na wewe. Ati kuna ndege iko free. Kwa nini ni 4,500 dirham ama 5,000 na Emirates ni 2,700? Alafu nani tunaachia Burj Khalifa nani na shawama, alafu tutapata biriani huko, tukikuja tutapata biriani. Hatukuji sisi, ni Vision 2030. Vision 2030 day 5. Cha kwanza nikaangalia huko twa ati alafu tutapata dirham nini huko tukikuja. Achaneni na sisi, msichezange hivyo mnacheza. Sisi God atatu protect huku, tunakaa huku.